nchi za Umoja wa Ulaya ni kama vile zimekata tamaa dhidi ya ushirikiano wa kiulinzi na Marekani. Wakati huu Umoja wa Ulaya unadai kwamba lazima uwe tayari kuwajibika kwa utetezi wake wenyewe, wakati Marekani inarudi hatua kwa hatua kutoka kwa ahadi zake za usalama. Hii ni kwa mujibu wa rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye amesema kwamba wakati huu nchi za kimagharibi lazima ziwe tayari kujilinda zenyewe. Matamshi yake yaliashiria kuwa umoja huo unapaswa kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, huku kukiwa na mvutano unaongezeka na rais wa Marekani Donald Trump. Tishio linaloletwa na Urusi halitaisha, na tunajua kwamba mwelekeo wa Marekani utazidi kuhamia maeneo mengine. Kwa hivyo hakuna shaka amani barani Ulaya inahitaji tuchukue jukumu kubwa zaidi kwa ulinzi wetu, von der Leyen alisema katika hotuba yake kwenye kongamano la chama cha watu wa Ulaya huko Valencia, Uhispania siku ya Jumanne. Mnamo March, von der Leyen alizindua mpango wa kukusanya euro bilioni 800 sawa na dola bilioni 910 ili kurejesha EU, huku nchi kadhaa wanachama zikitafuta njia za kupunguza utegemezi wa mipango ya usalama inayoongozwa na Marekani. Matumizi ya kijeshi duniani katika ongezeko kubwa zaidi tangu vita baridi zimeongezeka, na wakati huu mataifa ya magharibi nayo yanatamani kuwa na matumizi makubwa ya kijeshi, huku yakitaka kuendelea na kujitegemea yenyewe. Hata hivyo, katika ripoti iliyotolewa na Friedrich Merz, kansela mteule wa Ujerumani, anasema mnamo Februari kwamba Berlin lazima ibadilishe utaratibu ipate uhuru kutoka kwa Marekani. Amesema kwamba ili Ujerumani iwe huru na iweze kufanya mambo ikiwa inajitegemea, lazima isiwe na utegemezi kutoka kwa Wamarekani. Kwa upande wake, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akisema kwamba EU haiwezi tena kutoa ulinzi wake kwa Washington, ameelezea uwazi wa kupanua mwamvuli wa nyuklia wa Ufaransa kufunika Ujerumani na wanachama wengine wa Umoja wa Ulaya. Donald Trump ametoa wito kwa wanachama wa NATO barani Ulaya kuchangia hisa nzuri kwa ulinzi wa pamoja. Pia amekataa kutoa dhamana ya usalama kwa Ukraine au kuwakabidhi wanajeshi wa Marekani kwenye misheni inayoweza kuwa ya kulinda amani. Moscow imeonya kwamba kujijenga kijeshi kwa Umoja wa Ulaya kutazidisha tu mvutano. Katika mahojiano na TASS yaliyochapishwa Jumanne, Nikolai Patrushev, mshauri wa usalama wa Rais Vladimir Putin, alishutumu nchi za magharibi kwa kupeleka mashine zao za kijeshi dhidi ya Urusi na kuwa na wasiwasi na matukio ya apokalipsi ya nyuklia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema mnamo Machi kwamba EU iko tayari kutoa dhabihu uchumi wake ili tu kufikia lengo la kiitikadi la kushindana na Urusi. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utakuwa ukijua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia channel yako ya YouTube ya The World News.